Mwaka tayari umepita na Mungu ameturuhusu mwaka mwingine mpya. Ninatumaini kwamba watoto wote wa Sayuni kote ulimwenguni watapokea baraka kutoka kwa Mungu mwaka huu vilevile. Ninaomba kwamba mwaka huu ulimwengu wote utajazwa na utukufu wa Baba na Mama na kusababisha mshangao mkubwa ambao utawarudisha kondoo ambao bado sio wa zizi hili. Pia ninaomba warudi mikononi mwa Baba na Mama na kutubu chini ya baraka za Mungu. Kichwa cha leo ni tumjue Mungu. Ni muhimu kuwajua Mungu Baba na Mungu Mama. Tunapaswa pia kujua ni nini Mungu anafikiri kuwa ni dhambi na kile anachopendezwa nacho. Je, si ni Mungu anayeongoza maisha na mafanikio, mauti na maangamizi? Mungu anaongoza maisha yetu, historia ya wanadamu na hata udadisi ambao umetokea miongoni mwa wanadamu kwa wakati wote, ili kwamba maendeleo katika sayansi na teknolojia yatokee kulingana na nyakati zilizoamriwa za unabii. Kipindi kirefu cha miaka 6,000 kimepita tangu kuanzishwa kwa Adamu. Hata hivyo, sayansi imeendelea sana katika miaka 100 tu iliyopita. Kwa kuzingatia hili, ni kipindi kifupi cha wakati. Je, haimaanishi kwamba Mungu alikuwa amesubiri kwa makusudi kwa muda mrefu wa miaka 6,000 kuja kwa wakati ulioamriwa, kama alivyosema, kwa kila jambo kuna wakati wake. Wakati wa kuja kwa Baba kwa kweli umekaribia sana, vilevile na wakati ulioamriwa wa unabii wote wa Biblia kutimizwa. Safari ndefu ya Waisraeli ya miaka 40 jangwani ilikuwa kivuli tu cha maisha yetu katika jangwa hili la imani ambayo ndiyo uhalisi. Kwa miaka 40 jangwani, Waisraeli waliendelea kuanguka katika majaribu na kunung'unika hadi wakati walipoingia nchi ya Kanaani. Hata huko Meriba, watu walikuwa waovu mbele ya Mose. Hili lilimfanya Mose ashindwe kuonyesha utukufu wa Mungu aliposema, tutawatolea maji kutoka mwamba huu alipokuwa anaupiga mwamba. Tukio hili la bahati mbaya lilitukia mwishoni mwa safari ya miaka 40. Wakati tunapotafakari juu ya maisha yao jangwani, tunahitaji kuendelea kujichunguza na kujitafakari hata kabla hatujaenda mbinguni. Hebu tujichunguze tena na tuhukumu ikiwa tunaishi maisha yanayostahili baraka za Mungu au la. Waisraeli walijionea nguvu za Mungu za kimuujiza mara nyingi katika safari yao ya miaka 40 jangwani. Walikula mana kwa miaka 40 na hata kupata ushindi mwingi juu ya adui zao, kama vile wakati Mungu aliposimamisha jua juu ya Gibeoni na mwezi juu ya bonde la Ayaloni kwa ajili yao. Ijapokuwa Mungu aliwaonyesha miujiza mingi ambayo ilipaswa kuwatosha kubadilika na kutambua kwamba yeye yuko, kamwe hawakuja kuwa na utambuzi kama huo. Kila tunaposoma rekodi kuhusu watu walionung'unika na kulalamika na kuuawa katika kipindi hiki kirefu cha miaka 40, je, hatuji kutambua ni mambo mangapi kutuhusu sisi wenyewe ambayo ni lazima tubadilishe hadi wakati tutakapoingia mbinguni? Tusipoupokea utambuzi huu kabla hatujaingia mbinguni, tutaondolewa haki ya kuingia humo. Wale tu wanaokuja kwenye utambuzi huu wanaweza kuingia. Jambo la lazima zaidi lililo mbele yetu ni ikiwa kweli tunamjua Mungu au la. Kwa muda wote wa miaka yao 40 jangwani, Waisraeli walikuwa wamezoea miujiza yote ambayo Mungu alikuwa amefanya. Walikufa ganzi kwa yote ambayo Mungu alikuwa akiwafanyia, wakiyahesabu kama mambo ya kawaida. Mwanzoni walipoona mana ikishuka kutoka mbinguni kwa mara ya kwanza, walifurahi sana, wakasisimka na mioyo yao ikaguswa. Walakini mwezi mmoja ulipopita, miezi miwili ikapita na mwaka mmoja kupita, waliona kama jambo la kawaida. Mwanzoni walisema ni muujiza, inastaajabisha, inapendeza sana. Walimpa Mungu utukufu na sifa. Walakini kadiri muda ulivyopita, walichukulia kama jambo la kawaida, wakiona kama aina fulani ya faida ambayo walistahili. Walakini kwa kweli haikuwa kamwe kitu cha kawaida tangu mwanzo.
Tukio hili lilikuwa lisilo la kawaida na la kustaajabisha, lakini walilichukulia kana kwamba ni jambo la kawaida linalotukia wakati wote. Kuna watu ambao wamekuwa na miaka 40 kujifunza mapenzi ya Mungu lakini hawawezi kutambua. Pia kuna watu ambao wamekuwa na mwaka mmoja tu kujifunza mapenzi ya Mungu lakini wameyatambua mara moja na kumpa Mungu utukufu. Hii ndiyo maana tunajifunza neno la Mungu kwa mahubiri yenye kichwa Tumjue Mungu. Natumaini kwamba katika mwaka huu mpya tutazidi kutoa shukrani na utukufu kwa Mungu na kamwe hatutaipoteza imani yetu bali tutaishika hadi mwisho. Tuangalie Kumbukumbu sura ya 28. Sura ya 28 mstari wa kwanza. Kama ukimtii Bwana Mungu wako kwa bidii na kufuata amri zake zote ninazokupa leo kwa bidii. Kisha Mungu atafanya nini? Bwana Mungu wako atakuweka juu ya mataifa yote katika dunia. Hii ni ahadi kutoka kwa Mungu. Kwa kuwa hii ni ahadi ya Mungu, kuna kaka na dada ambao wametembea njia ya imani kwa bidii, wakiamini ahadi na kuelekeza maisha yao yote ya imani juu ya ahadi hii. Hatuhitaji kujua mambo mengi ili tuwe na imani. Maadamu tunaamini kwamba hii ni ahadi ya Mungu na tumeazimia kutii yote Mungu anayotuamuru kwa uaminifu, Mungu atatuweka juu ya mataifa yote duniani. Hii ndiyo ahadi ambayo Mungu anatupa. Katika mstari wa pili imeandikwa, baraka hizi zote zitakuja juu yako na kukupata kama ukimtii Bwana Mungu wako. Inatupasa tufikiri, Mungu anatawala si tu ulimwengu wetu wa wanadamu wenye pande tatu, bali pia ulimwengu wa Mungu ambao uko katika pande 4 na 5. Mungu anaona mustakabali wetu na hutupatia njia. Daima anafikiria kuhusu njia gani tunapaswa kuifuata ili tubarikiwe. Upendo wa Mungu ni mkuu sana kiasi kwamba hata alijidhabihu na kufa msalabani kwa ajili yetu. Hivyo ni hakika kwamba Mungu kwa dhati anataka mambo yote yaende vyema kwa watoto wake zaidi kuliko mtu mwingine yeyote. Ndiyo maana Mungu aliandika katika Biblia njia ambayo kwayo wakati wetu ujao unaweza kwenda vyema. Ulimwenguni kuna aina nyingi za hadithi na falsafa zilizojaa maneno ya madoido. Walakini, je, yoyote kati ya hizo zinaweza hata kulinganishwa na neno la Mungu? Hata nukuu yenye kugusa sana kutoka kwa mwanafalsafa haiwezi kuwa nzuri kama nukuu moja ya kawaida kutoka kwa Mungu. Mstari wa 3. Utabarikiwa mjini na utabarikiwa mashambani. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako na mazao ya nchi yako na wanyama wako wachanga wa kufugwa, yaani ndama wa makundi yako ya ng'ombe na wanakondoo wa makundi yako. Kapu lako na vyombo vyako vya kukandia vitabarikiwa. Utabarikiwa uingiapo na utabarikiwa utokapo. Bwana atasababisha adui wainukao dhidi yako kushindwa mbele yako. Watakujia kwa njia moja lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Bwana ataagiza baraka juu ya ghala zako na juu ya kila kitu utakachogusa kwa mkono wako. Bwana Mungu wako atakubariki katika nchi anayokupa. Bwana atakufanya kuwa taifa lake takatifu, kama alivyokuahidi kwa kiapo, kama ukishika maagizo ya Bwana Mungu wako na kwenda katika njia zake. Kisha mataifa yote ya dunia wataona kuwa unaitwa kwa jina la Bwana, nao watakuogopa. Baraka hizi hutolewa tunapolitii neno la Mungu. Basi, kwa nini tunapaswa kumtii Mungu? Tunahitaji kufikiria kwa uangalifu kuhusu jambo hili. Mungu anaona mbele kila jambo litakalotokea katika kila wakati wetu ujao. Kwa kuwa Mungu anaongoza uzima na mafanikio na mauti na maangamizi, amefanya njia na mapito kwa ajili yetu kubarikiwa. Tukifuata neno la Mungu tu, tunakuwa kichwa na si mkia. Walakini, tunapojaribu kufanya kila kitu kulingana na mawazo na hulka yetu, tunakuwa chini ya mkia. Mungu ndiye hazina ya thamani zaidi ulimwenguni.
Kama tungelinganisha makumi ya maelfu ya nukuu kutoka vitabu vilivyoandikwa na wasomi maarufu duniani wanaoongoza karne ya 21 au wasemaji mashuhuri na wenye ufasaha kwa ujumbe mmoja uliotolewa na Mungu, baraka hizi zote zitakuja juu yako kama ukimtii Mungu. Ujumbe huu mmoja hata ni mkubwa zaidi kuliko hizo nukuu zote. Ijapokuwa mara nyingi tunasema hili, inaonekana kana kwamba siyo ya dhati na inatoka mioyoni mwetu. Waisraeli hawakumjua Mungu ijapokuwa waliona miujiza ya kushangaza ya Mungu kwa miaka 40, ukiwemo muujiza wa kupita bahari ya Shamu. Kwa kweli hawakumjua Mungu. Sisi ni malimbuko wanaotakiwa kutolewa kwa Mungu kutoka duniani kama wale walio wa Mungu na mwana-kondoo. Kwa sababu hii, Mungu anatutaka tuwe viumbe kamili wa kiroho ambao wanakuzwa na kazi yake. Kila siku, popote tuendapo, lazima tuhisi msisimko kuhusu fursa mbalimbali ambazo Mungu anatufungulia. Tukifikiri, Mungu atanijalia tukio gani la kusisimua leo? Pia tunapaswa kujiuliza, je, kweli ninaweza kuacha mawazo yangu na kumfuata Mungu kila aendako? Kila mtu, Waisraeli walifunzwa jangwani kwa miaka 40, lakini wale ambao hawakuweza kuyashinda hayo mafunzo wakaanguka hata katika mwaka wa 40. Maneno yote yaliyoandikwa katika vitabu 66 vya Biblia yametolewa na Mungu ili sisi tubarikiwe. Hebu tujikumbushe kila wakati kwamba maneno yote tuliyopewa na Mungu moja kwa moja katika enzi hii pia yana baraka zake. Hii ndiyo maana lazima tuyaweke katika vitendo. Tusome mstari wa 12. Bwana atafungua mbingu, ghala zake za baraka, kukupa mvua kwa majira yake na kubariki kazi zako zote za mikono yako. Utakopesha mataifa mengi lakini hutakopa kwa yeyote. Bwana atakufanya kichwa wala si mkia. Kama utazingatia maagizo ya Bwana Mungu wako ninayokupa siku hii ya leo na kuyafuata kwa bidii, daima utakuwa juu, kamwe hutakuwa chini. Usihalifu amri zangu zozote ninazokupa leo, kwa kwenda kuume au kushoto, kwa kufuata miungu mingine na kuitumikia. Ahadi hii haibadiliki. Mungu ameandika njia zote tunaweza kubarikiwa katika vitabu 66 vya Biblia. Walakini hatuzifuati njia hizo kwa sababu hatuziamini. Je, si kweli kwamba tunaweza kuwafuata baba na mama kokote wanakoenda tunapotambua kabisa kwamba baraka zote zimo katika maneno yao? Sisi sote tuna mawazo yetu wenyewe, vilevile tuna ujuzi na vipaji vidogo. Itakuwa aibu sana tukijisifu kuhusu mambo haya mbele za Mungu. Katika Wakorintho wa kwanza Mungu alisema, ni nini mlicho nacho ambacho hamkupokea? Kila kitu kinatolewa na Mungu. Walakini wakati mwingine tunajiona kwa kiburi kama mtu mkubwa zaidi na muhimu zaidi kuliko wengine. Hili ni tendo la kipumbavu mno. Lazima tukumbuke kwamba yule aliyetupa anaweza pia kuichukua kutoka kwetu. Katika hiyo safari ya miaka 40 jangwani, Waisraeli walifanya sanamu ya ndama ya dhahabu kwa sababu Mose alikawia kushuka kutoka mlima Sinai, nao wakaketi kula na kunywa na wakainuka kucheza na kufanya sherehe za kipagani. Hili lilisababisha watu kuchochea hasira ya Mungu. Matokeo yake watu 3,000 waliuawa na Mose akasali kwa Mungu akimwomba awasamehe watu waliotenda dhambi. Tuangalie kutoka sura ya 32 mstari wa 32. Lakini sasa nakusihi, wasamehe dhambi yao, lakini kama sivyo, basi nifute kutoka kwenye kitabu ulichoandika. Mstari wa 33. Bwana akamjibu Mose, yeyote aliyenitenda dhambi ndiye nitakayemfuta kutoka kwenye kitabu changu. Hata miongoni mwa watu wote waliopo ulimwenguni, Mungu ametukumbuka, ametuongoza kwa mafundisho ya Agano Jipya naye ameturuhusu tuyaamini. Walakini siku zote tunapotoka mbali na baraka za Mungu,
Ikiwa Mungu aliahidi, unaweza kubarikiwa ukifanya hivi, basi hakika Mungu atatubariki tunapoliweka katika vitendo. Tunaweza kubarikiwa tukiamini na kuliweka katika vitendo. Walakini, kwa sababu hatuamini hili au kwa sababu imani yetu inazidi kudhoofika hatua kwa hatua, hatuwezi kufanya juhudi nyingi zinavyopaswa. Hatuwezi kujizuia kufanya mambo yanayotuweka mbali na kupokea baraka za Mungu. Ndiyo maana Mungu alisema katika mstari huu, yeyote aliyenitenda dhambi ndiye nitakayemfuta kutoka kwenye kitabu changu. Je, Mungu alichukulia nini kama dhambi? Katika Biblia tunaweza kuona matukio mengi ambapo watu walitenda dhambi dhidi ya Mungu. Kuna sababu Mungu alituonyesha kila moja ya visa hivyo. Je, Biblia haisemi kwamba Mungu aliandika yote ili kutufundisha ili kwamba tusiangukie kosa lile lile walilofanya? Ikiwa jina la mtu yeyote linafutwa kutoka kitabu cha Mungu, hiyo ni bahati mbaya sana. Baadhi wanaweza kusema sina kazi, hivyo sijala kwa siku chache sasa. Nilikuwa nikiishi katika nyumba ya kifahari, lakini sasa ninaishi katika nyumba ya kawaida kwa sababu ya ugumu wa kifedha. Hii siyo bahati mbaya. Je, kuondolewa kwenye kitabu cha Mungu na kufutwa humo si bahati mbaya sana? Katika Kutoka sura ya 32, Mose alisema, lifute jina langu katika kitabu cha Mungu. Dhambi yangu ya kushindwa kuongoza watu hawa ipasavyo ni kubwa mno. Kisha Mungu akasema, sitafanya hivyo. Yeyote aliyetenda dhambi dhidi yangu, nitamfuta kutoka kitabu changu. Katika Yoshua sura ya 7 mstari wa 20, Mungu alitujulisha kwamba hata dhambi moja aliyotenda Akani kwa kutoiona dhabihu takatifu ya Mungu kuwa takatifu ilitosha jina la Akani kufutwa kutoka kitabu cha Mungu mwishoni. Na kwa hili, je, hakuwa mtu ambaye atateseka milele katika moto wa milele wa Jehanamu? Hesabu sura ya 16 inaandika mambo yaliyotukia wakati wa safari ya miaka 40 jangwani. Kora na watu waliokuwa pamoja naye hawakuridhika na kazi nyingi ambazo Mose alitekeleza, na wakaanza kufikiri, je, Mungu yuko pamoja nao tu? Mungu yu pamoja nasi pia. Kwa namna hii wakawa na kiburi na kuasi dhidi ya Mose. Tuone tukio hilo katika Hesabu sura ya 16. Tunahitaji kujua mambo yaliyo akilini mwa Mungu, yale Mungu huchukulia kama dhambi, yale anayochukia Mungu, na yale ambayo Mungu hataki yatokee Sayuni. Wengine husema hili ni tukio tu katika historia lililotokea miaka 3500 iliyopita. Siyo historia tu. Vitabu 66 vya Biblia havina kikomo katika muda na nafasi. Vinapita muda na nafasi. Ni kwa sababu Mungu wa miaka 3500 iliyopita na Mungu wa enzi hii ni Mungu yule yule, sio Mungu tofauti. Katika kila nyakati, chochote ambacho Mungu hapendi hakibadiliki kamwe. Hivyo, tunapotafakari juu ya tukio hili katika historia, tunaweza kuelewa ni nini ambacho sisi, tunaoishi katika enzi hii, hatupaswi kufanya. Je, hii si njia tunayoweza kuishi chini ya baraka za Mungu mwaka huu? Tuangalie Hesabu sura ya 16 mstari wa 1. Kora mwana wa Ishari, mwana wa Kohathi, mwana wa Lawi, pamoja na baadhi ya Wareubeni, yaani Dathani na Abiramu, wana wa Eliabu, na Oni mwana wa Pelethi, wakachukua baadhi ya watu, wakainuka dhidi ya Mose. Pamoja nao walikuwepo wanaume wa Kiisraeli 250, watu waliojulikana, viongozi wa jumuiya waliokuwa wameteuliwa kuwa wakuu wa kusanyiko. Watu 250 walifanya mapatano naye, waliungana naye kumwasi Mose. Mstari wa 3, wakaja kama kikundi kuwapinga Mose na Aroni, wakawaambia, ninyi mmejitukuza sana. Kusanyiko hili lote ni takatifu, kila mmoja wao, naye Bwana yu pamoja nao. Kwa nini basi mmejitukuza wenyewe juu ya kusanyiko la Bwana? Mose aliposikia jambo hili akaanguka kifudifudi. Kisha akamwambia Kora na wafuasi wake wote, asubuhi Bwana ataonyesha ni nani aliye wake na ni nani aliye mtakatifu, tena atamtaka mtu huyo aje kwake. Mtu yule ambaye atamchagua atamfanya kuja karibu naye. Wewe Kora na wafuasi wako wote mtafanya hivi.
Chukueni vyetezo, kesho wekeni moto na uvumba kwenye hivyo vyetezo mbele za Bwana. Mtu ambaye Bwana atamchagua atakuwa ndiye mtakatifu. Ninyi Walawi mmejitukuza sana. Pia Mose akamwambia Kora, enyi Walawi, sasa nisikilizeni. Haiwatoshi ninyi kwamba Mungu wa Israeli amewateua ninyi kutoka kusanyiko lote la Kiisraeli na kuwaleta karibu naye mpate kufanya kazi kwenye maskani ya Bwana na kusimama mbele ya kusanyiko ili kuwahudumia. Amekuleta wewe na ndugu zako Walawi mwe karibu naye, lakini sasa unajaribu kupata na ukuhani pia. Wewe na wafuasi wako wote mmekusanyika pamoja kinyume cha Bwana. Aroni ni nani kwamba ninyi mnung'unike dhidi yake? Kisha Mose akawaita Dathani na Abiramu wana wa Eliabu. Lakini wao wakasema, sisi hatuji. Mose aliwaita lakini walikataa kuja. Mstari wa 13. Haitoshi tu kwamba wewe umetuleta kutoka nchi itiririkayo maziwa na asali ili kutua sisi jangwani. Nawe sasa pia unataka kuwa mkuu juu yetu. Zaidi ya hayo, hujatuingiza katika nchi inayotiririka maziwa na asali, wala hujatupa urithi wa mashamba na mashamba ya mizabibu. Je, utayang'oa macho ya watu hawa? Hapana, sisi hatuji. Ndipo Mose akakasirika sana na kumwambia Bwana, usikubali sadaka yao. Mimi sikuchukua chochote hata punda kutoka kwao, wala sijamkosea hata mmoja wao. Mose akamwambia Kora, wewe na wafuasi wako wote kesho mtatokea mbele za Bwana, yaani wewe na hao wenzako, pamoja na Aroni. Kila mtu atachukua chetezo chake na kuweka uvumba ndani yake, vyetezo 250 kwa jumla, na kukileta mbele za Bwana. Wewe na Aroni mtaleta vyetezo vyenu pia. Kwa hiyo kila mtu akachukua chetezo chake, akaweka moto na uvumba ndani yake, na kusimama pamoja na Mose na Aroni kwenye mlango wa hema la kukutania. Kora alipokuwa amekusanya wafuasi wake wote kuwapinga Mose na Aroni kwenye mlango wa hema la kukutania, utukufu wa Bwana ukatokea kwa kusanyiko lote. Bwana akamwambia Mose na Aroni, jitengeni kutoka kwenye kusanyiko hili ili nipate kuwaangamiza mara moja. Lakini Mose na Aroni wakaanguka kufudifudi na kulia kwa sauti, wakasema, Mungu, Mungu wa roho za wanadamu wote, utakuwa na hasira na kusanyiko lote wakati ni mtu mmoja tu ametenda dhambi? Ndipo Bwana wana akamwambia Mose, liambie kusanyiko, ondokeni hapo karibu na mahema ya Kora, Dathani na Abiramu. Mose akainuka na kuwaendea Dathani na Abiramu, nao wazee wa Israeli wakafuatana naye. Mose akalionya kusanyiko, sogeeni nyuma mbali na mahema ya hawa watu waovu. Msiguse kitu chochote kilicho mali yao, la sivyo mtafagiliwa mbali kwa sababu ya dhambi zao zote. Hivyo wakaondoka karibu na mahema ya Kora, Dathani na Abiramu. Dathani na Abiramu walikuwa wametoka nje, nao walikuwa wamesimama pamoja na wake zao, watoto wao na wale wanyonyao kwenye mlango wa mahema yao. Ndipo Mose akasema, hivi ndivyo mtakavyojua kuwa Bwana amenituma kufanya mambo haya, na kwamba halikuwa wazo langu. Ikiwa watu hawa watakufa kifo cha kawaida na kupatwa na yale ya kawaida yanayowapata wanadamu, basi Bwana hakunituma mimi. Lakini ikiwa Bwana ataleta jambo jipya kabisa, ardhi ikifunua kinywa chake na kuwameza wao, pamoja na kila kitu kilicho mali yao, nao washuke chini kaburini wakiwa hai, ndipo mtafahamu kuwa watu hawa wamemdharau Bwana. Mara Mose alipomaliza kusema haya yote, ardhi iliyokuwa chini yao ikapasuka, nchi ikafunua kinywa chake na kuwameza wao, pamoja na jamaa zao, na watu wote wa Kora na mali zao zote. Wakashuka chini kaburini wakiwa hai, pamoja na kila kitu walichokuwa nacho, nchi ikajifunika juu yao, nao wakaangamia wakatoweka kutoka kusanyiko. Kutoka kilio chao, Waisraeli wote waliowazunguka walikimbia, wakipaza sauti, nchi inatumeza na sisi pia. Moto ukaja kutoka kwa Bwana, ukawateketeza wale watu 250 waliokuwa wakifukiza uvumba. Hapa tunapewa ufahamu wa akili na moyo wa Mungu kuhusu kile kinachompendeza na kisichompendeza Mungu Baba na Mungu Mama, ambao wamekuja kama roho na bibi arusi katika enzi ya Roho Mtakatifu. Si tu katika Hesabu sura ya 16 ambapo tunaweza kuuelewa moyo wa Mungu.
bali pia kupitia kazi ya wale wapelelezi 12 walioipeleleza nchi ya Kanaani. Katika Kumbukumbu sura ya 28 tunayosoma leo, Mungu aliahidi kutubariki tuingiapo na tutokapo na kutuweka juu ya mataifa yote duniani ikiwa tunamtii Mungu na kukiri na kutambua uwepo wa Mungu kwa usahihi. Hatujui namna zote ambazo tunaweza kubarikiwa. Walakini je, si ni Mungu anayejua njia na maelekezo ambayo kwayo tunaweza kuwekwa juu ya wanadamu wote? Kila mtu, sisi ni watu wanaomwamini Mungu. Tunajua Mungu anaongoza uzima na mafanikio, mauti na maangamizi. Pia Mungu dhahiri alimwambia Mose, yeyote aliyenitenda dhambi ndiye nitakayemfuta kutoka kwenye kitabu changu. Basi tunahitaji kuona katika Biblia kile walichofanya ambacho kiliwaongoza hadi kufikia hatua ambapo walifutwa kutoka kitabu cha Mungu. Kila mtu, ikiwa tunataka kutii kwa shangwe, tunahitaji kuelewa mapenzi ya Mungu. Mara tunapotii kikamilifu chochote Mungu anachoamuru, basi baraka tu zitatufuata. Ikiwa mtu anakuja kutambua hili na bado anataka kutomtii Mungu, itakuwa ajabu kabisa. Hebu tuamini kwa moyo wote kwamba tunaweza kubarikiwa tunapoweka maneno ya Mungu katika vitendo. Na hebu tuyamini, tuyatambue na kuyaweka katika matendo. Mungu alipokuja duniani miaka 2000 iliyopita, Mungu alitupa fundisho muhimu. Tusome Mathayo sura ya 12 mstari wa 30. Mtu asiyekuwa pamoja nami yu kinyume nami, na mtu ambaye hakusanyi pamoja nami hutawanya. Kwa hiyo nawaambia, kila dhambi na kufuru watu watasamehewa, lakini mtu atakayemkufuru Roho Mtakatifu hatasamehewa. Mtu yeyote atakayesema neno dhidi ya Mwana wa Adamu atasamehewa, lakini yeyote anenaye neno dhidi ya Roho Mtakatifu, nini kitatokea kwake? Atasamehewa, iwe katika ulimwengu huu au katika ulimwengu ujao. Mungu akamwambia Mose, yeyote aliyenitenda dhambi ndiye nitakayemfuta kutoka kwenye kitabu changu. Kwa hiyo wale wanaomkufuru Roho Mtakatifu au kusema dhidi yake watafutwa kabisa kutoka katika kitabu cha uzima ambacho Mungu alitaja. Watu wengi wanatuuliza, Baba Ansanghong alifanya miujiza gani? Mapenzi ya Baba Ansanghong ambayo anataka tuyatimize ni nini? Mambo ambayo Baba Ansanghong hufuatilia ni nini? Mungu tayari ameshuhudia kila kitu kwetu kupitia vitabu 66 vya Biblia, lakini baadhi bado wanauliza maswali haya. Inaonekana kwamba wanauliza maswali hayo ni kwa kuwa hawaamini kwamba Kristo Ansanghong ni Mungu. Baba alijidhihirisha mwenyewe kama Yehova katika enzi ya Baba, na alikuja duniani na kujidhihirisha mwenyewe kama Yesu katika enzi ya Mwana. Na alikuja katika mwili kwa mara nyingine tena kwa ajili ya wokovu wa watoto wake katika enzi ya Roho Mtakatifu. Je, hakuenda mbinguni baada ya kufungua njia ya wokovu kwa kurudisha ukweli wote ambao ulikuwa umeharibiwa na kuangamizwa na Shetani? Wale wanaotenda dhambi na kusema dhidi ya wanadamu wanaweza kusamehewa, lakini wale wanaomkufuru Roho Mtakatifu hawawezi kamwe kusamehewa. Biblia inasema waziwazi kwamba dhambi hii haiwezi kusamehewa ama katika enzi hii au katika nyakati zijazo. Tukiyakumbuka maneno ya Mungu, nitafuta katika kitabu changu, tunapaswa kuchunguza vitabu 66 vya Biblia kwa uangalifu ili kuelewa ni nini Mungu anachokiona kama dhambi. Tunapaswa kuelewa ni mwelekeo gani Mungu anafuata. Ilikuwa Mungu aliyewaruhusu Waisraeli washinde Kanaani baada ya kutoka. Pia ilikuwa Mungu aliyemwadhibu Kora. Na pia ilikuwa Mungu aliyewakemea wale wapelelezi 10 waliopungukiwa imani. Jina lake lilikuwa Yehova katika enzi ya Baba, Yesu katika enzi ya Mwana, na Kristo Ansanghong katika enzi ya Roho Mtakatifu. Lengo letu kuu katika kujifunza Biblia ni nini? Je, si kwa ajili yetu sisi kumjua Mungu?
Baba na mama yetu wamekuwa wanatawala juu ya kila kitu, wakivuka wakati na nafasi miaka 3500 iliyopita, miaka 2000 iliyopita, na hata miaka 6000 iliyopita Mungu alipowaumba Adamu na Eva. Wanaendelea kutuonyesha na kutusaidia kutambua mapenzi ya Mungu. Walakini mara nyingi tunakuja kutoelewa kwamba Mungu Yehova, Yesu na Kristo Ahnsahnghong ni Mungu tofauti. Kama matokeo ya kutomjua Mungu kwa usahihi, mara nyingi tunashindwa kuelewa ni njia gani ya imani tunahitaji kutembea katika enzi hii. Katika enzi ya Roho Mtakatifu vilevile, kuna watu wapumbavu wanaomkashifu na kumpinga Mama wa mbinguni. Walakini je, Baba hakushuhudia waziwazi kuhusu Mama wa mbinguni? Elisha alimfuata Eliya, Yeshua alimfuata Mose, Petro alimfuata Yesu, na mimi ninamfuata Mama. Baba Mungu wetu aliandika hili mwenyewe. Hakuna anayeweza kusimama dhidi ya mapenzi haya ya Mungu. Mungu aliwaonyesha wanadamu matokeo ya uchaguzi tunaofanya kwa kusema, utabarikiwa ukifanya hivi na ukifanya hivyo umelaaniwa. Walakini kwa bahati mbaya, kuna watu wengi wanaofuata njia ambayo itawaongoza kulaaniwa. Kwa nini hadithi kuhusu Kora, Akani na Yuda Iskariote zimeandikwa katika Biblia ijapokuwa sio hadithi zenye neema? Sababu ya hili inapatikana katika Wakorintho wa kwanza sura ya 10. Msifanye mambo ambayo walifanya. Mwaka huu, hebu tuwape baba na mama utukufu zaidi. Kwa kuwa Mungu ametuonyesha njia za kubarikiwa, hebu tusipotoshwe mbali na njia hizo. Mwaka huu, hata kama tunapatwa na maumivu ya viuno vyetu kunyofolewa, hebu tuazimie kwa dhati kupokea baraka za mbinguni. Kwa azimio hili, hebu tujaze mwaka huu kwa matokeo mengi yenye neema ya Injili yanayostahili upendo na baraka za baba na mama. Miongoni mwa viumbe vyote Mungu aliviumba, pete za ukuaji wa miti huacha alama za kuonyesha jinsi ilivyoishi. Pia tuna pete za ukuaji kwenye nafsi zetu, na hizo pete za ukuaji zinaonyesha jinsi tulivyoishi mwaka mzima uliopita. Tunaweza kusahau tulikuwa na mawazo ya aina gani, tulikuwa na imani ya aina gani, na juhudi za kiasi gani tulizofanya katika mwaka uliopita. Pete za ukuaji zinaweza kuonyesha ni mwaka gani kulikuwa na ukame, mwaka gani ulikuwa na mafuriko, mwaka gani kulikuwa na moto juu ya mlima na kadhalika. Haya yote yameandikwa katika pete za ukuaji. Lazima tukumbuke kwamba nafsi zetu zina pete kama hizo za ukuaji pia. Kwa kuwa Mungu alisema kwamba ataziondoa dhambi na makosa yetu yote ya wakati uliopita kupitia Agano Jipya, Mungu atasamehe mambo yote tuliyofanya wakati uliopita. Mwaka huu, hebu tuache alama katika ukuaji wetu wa kiroho zinazoonyesha kwamba tumeishi kwa ajili ya utukufu wa Baba na Mama na kuwatii. Katika sala ya leo, Mama alisema, lolote ulilofanya kwa aliye mdogo zaidi kati ya hawa, ulifanya kwa ajili yangu. Je, maneno haya hayatokani na Mathayo sura ya 25? Chochote mlichomfanyia mmojawapo wa hawa ndugu zangu, mlinifanyia mimi. Mungu hakuacha maneno haya kama aina fulani ya nukuu ya kifalsafa. Katika kitabu cha Ufunuo pia Mungu alisema, nitamlipa kila mmoja wenu kwa kadiri ya matendo yake. Kwa kuwa Biblia inasema kwamba matendo yetu yote yameandikwa katika kitabu cha uzima cha mbinguni, tufanye kila juhudi kutimiza misheni yetu tuliyopewa na Mungu hata wakati wa ugonjwa wa kuenea wa virusi vya korona. Hebu tuandike rekodi zenye neema katika pete zetu za ukuaji wa kiroho kwa kuishi maisha yenye baraka kimwili na kiroho. Kwa kufanya hivyo, mwaka huu tuwatukuze baba na mama zaidi. Kwa hili ningependa kuhitimisha mahubiri ya leo. Asanteni sana.